Ndugu zangu, kwa namna ya kipekee nimshukuru sana Naibu Waziri Mkuu ndugu Doto Mashaka Biteko ambaye sasa ni waziri wa nishati kwa kazi kubwa aliyoifanya ndani ya sekta hii. Siku namuapisha kuwa waziri wa madini, nimesahau tarehe, lakini miaka 2.5 iliyopita nilimwambia tumekupa dhima ya kufanya sekta ya nishati ifikapo 2025, sekta ya madini ifikapo 2025 ichangie kwa 10% kwenye pato la taifa la nchi yetu. Dr. Biteko amefikisha 10% mwaka jana mwisho wa mwaka. Kwa hiyo ametumia muda mfupi kuliko tulivyo mkadiria. Sasa nikaona mbinu ile ile aliyoitumia kule nimpandisha we naibu waziri mkuu aje atusaidie huku, lakini nimkabidhi na nishati aende akatusaidie kwenye nishati. Kwa hiyo Dr. Pole na hongera. Ndugu zangu, kabla sijaingia hapa nilipita kwenye maonyesho na nikajionea mambo kadhaa ambayo ni maendeleo makubwa katika sekta ya nishati. Kama ilivyosemwa hapa, nimeenda kujionea mitambo. Kwanza zile mbwembwe Mavunde, zile mbwembwe za kufungua tu lile geti. Amenambia mheshimiwa zungusha kulia, nazungusha, anamwambia mbona akitokea kitu angalia nyuma geti linafunguka. Nilivyoingia kwenye geti niliyoyakuta sijaamini. Kwa hiyo pia nilipita kwenye maonyesho na kuona kazi zinazofanywa na taasisi mbalimbali zilizoko kwenye madini. Hongereni sana. Lakini pia niseme kwa mheshimiwa Mavunde, na wewe nikupongeze sana kwa nafasi uliopewa kusimamia sekta hii. Wamesema hapa kwamba wewe ni mwenzao, umetokana na wao, nami nikatumia kigezo hicho kukurudisha uende ukafanye nao kazi pamoja, nikijua unajua lugha yao na unawaelewa vizuri. Nikaona nikurudishe uende ukafanye nao. Na kubwa nililoliona wazi kwanza nilipoingia, umeingia na zile fikra ulizotoka nazo kilimo. Kwanza vision. Kule kilimo walizaa vision 1030 kwamba ifikapo mwaka 2030 kilimo kama sekta ichangie 10% kwenye pato la taifa. Kwa hiyo amekuja huku ifikapo 2030 kwamba tuwe sasa tuna kanzidata na tumetazama madini yote ya Tanzania, tujue kila kitu kiko wapi ili tuchimbe kwa uhakika. Hii ni vision nzuri sana. Naomba endelea nayo na kupa baraka zangu, endelea nayo. Lakini pia si tu kazi atakayoifanya, amekuja na kauli mbiu inayosema madini ni maisha na utajiri. Na hii ni kweli kabisa. Kina mama uongo? Yaani furaha zenu na mnavyong'ara, najua hii kauli mbiu inawafaa sana. Lakini jengine ni uniform. Niliwakuta kilimo wamedesign kombati zao za kilimo. Sasa amekuja huko akasema ili kuwapa morali wafanyakazi lazima tuje na kombati ya aina yake. Wakitokea hivi unajua hawa ni STAMICO. Hongera sana. Kwa hiyo baada ya hayo, ndugu zangu, niseme kwamba serikali inatambua na kuthamini mchango wa shughuli za uchimbaji au uchimbaji mdogo katika kutoa ajira, kuboresha kipato cha mtu mmoja na kukuza uchumi wa nchi kwa ujumla. Kwa kutambua hilo, serikali imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali za kuboresha shughuli za uchimbaji mdogo. Tutakumbuka kuwa
serikali ilifuta kodi ya ongezeko la thamani ya 18% pamoja na kodi ya zuio ya 5% kwa wachimbaji wadogo watakaouza madini yao kwenye masoko ya hapa ndani, masoko ya madini ya hapa ndani. Kama haitoshi, kwa sasa tumetoa punguzo la 2% la mrabaha pamoja na kuondoa 1% ya ada ya ukaguzi wa madini kwa wachimbaji wa dhahabu ambao wengi wao ni wachimbaji wadogo. Tunafanya hivi ili mradi tu wauze madini yao katika viwanda vya kusafisha dhahabu vilivyopo hapa nchini. Hii ina maana wale watakaouza dhahabu zao katika viwanda hivyo watapata punguzo la 3% ya tozo za serikali kwenye mauzo ghafi ya madini yao. Ndugu wananchi, hatua zote hizi zinachukuliwa kuzingatia ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 ambayo katika ibara ya 65 kama ilivyosemwa vizuri hapa imeelekeza serikali kubuni na kutekeleza mipango ya kuwawezesha wachimbaji wadogo kufanya shughuli zao kwa tija. Na moja katika mipango hiyo ilikuwa mara nyingi na angalia wachimbaji wadogo, lakini wachimbaji wanawake ambao kwa kweli walikuwa na changamoto nyingi sana. Sasa ili kuwapa nguvu, hatua ya kwanza niliamua kuwanunulia leseni wachimbaji 300 wanawake ili waende wafanye shughuli zao. Tuwape tu nguvu na kuwapa motisha ya kuendelea, lakini hili la leo limeweza kuongeza motisha zaidi. Mipango hiyo ni pamoja na kuwatengea maeneo pia au kuwapatia leseni za maeneo ambayo yana taarifa za msingi za kijiolojia, kutoa huduma za utafiti kwa gharama nafuu, kutoa huduma za utafiti kwa gharama nafuu na kuwapa mafunzo yanayohitajika kuhusu uchimbaji na biashara ya madini. Hatua nyingine zilizochukuliwa na serikali ni pamoja na kujenga na kuendesha vituo vya mfano kwa ajili ya wachimbaji wadogo kujifunza teknolojia bora na yenye tija ya uchimbaji na uchenjuaji wa madini ya dhahabu katika maeneo ya Lwamgasa na Katente mkoani Geita na Itumbi mkoani Mbeya. Nimeelezwa kuwa kutokana na ufanisi wa vituo hivyo chini ya STAMICO, shirika kwa sasa limeandaa mpango wa kupanua vituo hivyo ili viweze kutoa huduma kwa wachimbaji wengi wa dhahabu na kuongeza tija, pamoja na vituo vipya vya mafunzo vya madini ya chokaa kule Tanga na chumvi kule mkoani Lindi. Ndugu wananchi, wakati wa ziara yangu mkoani Lindi nilielezwa kuwa changamoto kubwa na ya muda mrefu sio wachimbaji wa chumvi, watengenezaji wa chumvi au wazalishaji wa chumvi. Kwa hiyo changamoto kubwa ya wazalishaji wa chumvi mkoani Lindi na Mtwara inaelekea kupatiwa suluhisho na STAMICO, ambapo shirika litajenga kiwanda kikubwa cha kusafisha chumvi ili ipate ubora stahiki pamoja na kuweka shamba darasa. Kwa STAMICO niwaombe sana muendelee na jitihada hizi na muwatupie jicho wazalishaji wa chumvi maeneo yote ya Tanzania. Sasa mnapowasaidia wazalishaji wa chumvi Lindi, msiwasahau wakina mama wa Singida ambao kwa muda mrefu na wenyewe wamejiajiri kwenye uzalishaji wa chumvi ijulikanayo kama chumvi ya Kinangali. Na hivi karibuni nilipokuwa kwenye ziara mkoani Singida, nilielezwa kuwa katika eneo hilo hakuna uwekezaji mkubwa ambao umefanyika hadi sasa. Ni eneo ambalo likipewa mkazo litakuza kipato cha wananchi, hususan wanawake. Kwa hiyo nataka STAMICO mlitembelee eneo hilo
na pia kuangalia namna ya kuwasaidia. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, serikali inafahamu kuhusu changamoto ya wachimbaji wadogo ya kufanya uchimbaji bila kuwa na taarifa za kiikolojia, jambo ambalo limesababisha kwa muda mrefu wafanye uchimbaji wa kubahatisha na kushindwa kukopesheka na kukosa taarifa madhubuti za uwepo wa mashapo. Ili kutatua changamoto hiyo, Waziri wa Madini ameeleza vyema mpango wa serikali ambao ni sehemu ya dira ya 2030 au Vision 2030 unaoelekeza kufanya utafiti wa madini kwa kutumia teknolojia ya kisasa ile aliyoisema ya High Resolution Airborne Geophysical Survey ifikapo mwaka 2030 au mapema jinsi itakavyowezekana. Na mpango huo utatekelezwa katika eneo kubwa zaidi ili nchi yetu iweze kuboresha taarifa za kiikolojia zilizopo ambazo kwa sasa eneo lililopimwa kama alivyosema ni 16% tu ya nchi nzima. Sasa hapa ni pale tunaposema tuna utajiri lakini tumeukalia. Sababu tumepima eneo dogo na ndilo tunalolitumia, lakini matokeo yake au mapato yake kama alivyosema waziri ni makubwa. Kwa hiyo tukienda mara 2 zaidi ya 16 nchi hii, hatutakwenda kuwa na mikopo, hatutakwenda kuwa na mapungufu katika bajeti zetu. Tutaweza kuzalisha fedha ya kutosha ya kwenda na mambo yetu. Upatikanaji wa taarifa hizi kama nilivyosema utasaidia kubainisha viashiria vya uwepo wa madini kwenye miamba kwa maeneo mbalimbali, hivyo kuwezesha kufanya utafiti wa kina wa madini ya aina mbalimbali hapa nchini. Lakini faida nyingine ni kama alivyozisema waziri, kwa sekta mbalimbali kufaidika na utafiti utakaofanywa na madini. Kama sehemu ya hatua za mwanzo kabisa za utekelezaji wa mpango huo, leo tumezindua mitambo mitano yenye thamani ya shilingi bilioni 2.73 ambayo iko tayari kufanya kazi katika maeneo ya wachimbaji wadogo hapa nchini. Nimeambiwa mitambo ambayo leo tumeizindua ipo mitano. Jumla mitambo yote itakuwa 15 yenye thamani ya fedha ambazo waziri amezitaja, ambayo serikali imepanga kuinunua kwa ajili ya wachimbaji wadogo wadogo ndani ya mwaka huu wa fedha. Nimeambiwa ifikapo mwisho, hivi ni mwisho wa mwaka huu, mitambo yote 15 itakuwa imefika. Juni mwakani mitambo yote 15 itakuwa imeshapokelewa hapa nchini na kwenda kufanya uchorongaji ili tuwe na taarifa za uhakika kwa ajili ya wachimbaji wadogo wadogo. Ni imani yangu kwamba mitambo hiyo itakuwa chachu ya ukuaji wa shughuli za wachimbaji wadogo, kwa kuwa itawezesha wachimbaji sasa kupata taarifa za uhakika za kiikolojia zilizopo chini ya ardhi na hivyo kuacha uchimbaji wa kubahatisha. Lakini pia italeta unafuu. Nimeambiwa kwamba kwa sasa mnakodi mitambo ile na kulipa Laki3 kwa kila mara ambapo uchorongaji unafanywa. Kwa itakwenda kuwapunguzia gharama wachimbaji wadogo na kuifanya sekta kukua na kuimarika. Sambamba na ununuzi huu wa mitambo ya uchorongaji, serikali imeendelea kujipambanua na tumenunua vifaa vya kuwezesha shughuli za STAMICO. Imeendelea kujipambanua na imenunua vifaa vya kuwezesha shughuli zake ambavyo navyo vimezinduliwa leo vyenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 3.9, karibu bilioni 4, ambavyo ni sehemu ya vifaa vilivyofanywa, ni sehemu ya uwekezaji uliofanywa na shirika wenye thamani ya shilingi bilioni 17 kwa mwaka fedha uliopita kutokana na vyanzo vya ndani vya mapato ya shirika. Hii ni hatua kubwa, na Mrisho Mpoto ametuambia hapa kwamba shirika hili kila lilivyokuwa likienda, kila anayelikagua anasema STAMICO imeshindwa, STAMICO ifutwe
labda kuundwe shirika jingine au kije chombo chengine. Lakini tukasema hapana, ngoja tulifanyie utafiti, tusome zaidi lina matatizo gani. Tukaliangalia kwa ndani lina matatizo gani. Tulivyoona mapungufu yalokuwepo, tukachukua hatua za kuondoa mapungufu, na leo na faraja kusema STAMICO imesimama yenyewe. STAMICO inaongoza sekta ya madini na inaleta fedha serikalini kama alivyosema Bwana Mwazi. Mashirika yetu mengi ilikuwa badala ya mashirika kuleta fedha serikalini, yanakula serikalini na hayarudishi kitu. Sasa reforms tunazozisema, mabadiliko tunayoyasema ni kufanya mashirika sasa yazalishe na yarudishe serikalini na sio yenyewe yale serikalini. Kwa kweli, kwa utendaji huu niseme wazi kuwa STAMICO imeweza kutafsiri kwa vitendo dhana ya mageuzi ambayo serikali inayatekeleza. Nitoa wito kwa mashirika mengine yaige mfano huo. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kupitia taarifa zilizotolewa hapa leo na wizara, FEMATA, STAMICO na TAWOMA, nimefarijika sana kuona hatua kubwa ya maendeleo na kuifanya sekta hii ya wachimbaji wadogo kutambulika rasmi. Aidha, na leo nilikuwa namtizama Bina ambaye nilimuona kwa mara ya kwanza tukiwa awamu ya 5. Tulifanya mkutano wa kwanza mkubwa na wachimbaji wadogo. Bina alikuwa mkali kweli kweli. Mkali hashikiki. Kwa hiyo tukawa tunamtizama waziri aliyekuwa wa madini wakati ule na naibu waziri Doto. Mtakiweza chuma hicho? Lakini leo Bina yuko laini kabisa. Hongereni sana FEMATA. Hongereni sana. Kwa niseme kwamba sekta hii sasa imekuwa imeimarika na inatambulika rasmi. Aidha, kupitia mipango iliyotajwa, nimeona dhahiri kuwa sekta hii ya uchimbaji madini inaenda kuwa sekta muhimu sana kwenye ukuaji wa uchumi wa nchi yetu na kwamba itastawisha maisha ya wachimbaji wadogo. Mmenifurahisha kwa namna mnavyoshirikiana kati ya wizara, STAMICO, FEMATA na TAWOMA katika kubuni, kupanga na kutekeleza mikakati mbalimbali ya kutatua changamoto zinazomkabili mchimbaji mdogo. Hakika hili ni jambo la kutia moyo sana, na serikali ipo tayari kuunga mkono katika utekelezaji wa mikakati mlioianzisha. Jambo jingine nataka kulipongeza leo hapa ni kukamilika sasa kwa ile mitambo ya kutengeneza mkaa mbadala. Kulikuwa na mtambo mmoja ukafanywa majaribio, ukafanywa majaribio mkaa wenyewe mpaka wakathibitisha kwamba huu mkaa sasa unaweza kutumika kwenye jamii bila kuleta madhara. Leo nimeshuhudia uzinduzi wa mitambo mingapi ile? Mitatu ambayo itasambazwa maeneo mbalimbali kwenye malighafi ya kutengeneza mkaa ule, na mitambo ile inakwenda kukabidhiwa kwa wanawake walio kwenye sekta ya madini au wanawake mbalimbali, wanawake na Samia, ambao wakatengeneze mkaa utakaotumika majumbani kuwapunguzia bugdha ya nishati safi wanawake wenzao. Kwa hiyo hongereni sana, na ni imani yangu kwamba mtakwenda kuifanya kazi kwa uhakika. Uzalishaji utakuwa wa kutosha ili wanawake wengi wapate kutumia mkaa ule na kupunguza matumizi ya makaa yanayotokana na miti, lakini kuni zinazoleta misitu kukatwa. Kwa niwaombe sana, kajitumeni, fanyeni kazi. Biashara ndio hiyo, na hayo ndio mazingira mazuri tunayowaandalia ili kuimarisha hali za maisha za wanawake. Ndugu wananchi, pamoja na mitambo ya vifaa tulivyozindua leo, pia tumeshuhudia
shirika letu la madini STAMICO likisaini mikataba mbalimbali ya kibiashara na wateja wake. Nawapongeza sana STAMICO na wadau wake kwa kufikia makubaliano yaliyosainiwa leo, na pia nitoe rai kwa wadau wengine kuendelea kuliamini shirika letu kwa kufanya nao biashara na mashirikiano mbalimbali ya kibiashara, kwani kwa sasa tumejiridhisha pasipo shaka kwamba ubunifu, umakini na weledi wa uongozi na management ya shirika letu unaleta tija ya kutosha. Ndugu zangu, wakati nikielekea kuhitimisha, nataka niwahakikishie wachimbaji wadogo wa madini nchini kwamba serikali itaendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuboresha mazingira ya uchimbaji pamoja na biashara ya madini ili muweze kuboresha maisha yenu na kuchangia kwenye uchumi wa taifa. Hivyo wito wangu mkubwa kwenu ni kuunga mkono jitihada hizi za serikali na kuhakikisha kuwa mnauza madini yenu katika viwanda vyetu vya kusafisha dhahabu ili kuchochea uchumi wa viwanda. Aidha, napenda kuwaasa kuachana na vitendo vya utoroshaji wa madini. Hii sijui mnafanya hivi kwa faida ya nani? Sababu kama ni wazalendo msingethubutu kutorosha madini wakati ndani tuna viwanda vinaangalia mali ghafi. Sasa hii mimi naifananisha na kama yule muizi aliyobobea kuiba, kuna siku akakosa cha kuiba, akavua kofia yake mwenyewe akaitegesha. Hasa akawa anavizia, anatizama watu hawanioni, anakwenda anaiba chapa, alafu anafurahi sijaonekana. Sasa ni sawa na hawa wanaotoresha madini. Sababu madini viwanda viko ndani, tupelekeni viwandani madini yakasafishwe, yakaongezwe thamani, tupate bidhaa iliyoongezwa thamani, tuuze kwenye masoko ya dunia. Lakini leo unaangalia sionekani kushoto, kulia, katikati, unachepuka na madini kwenda kuyapeleka nje. Sasa huu sio uzalendo wala sio Utanzania. Kwa wale wenye tabia hiyo niombe sana, acheni tabia hiyo. Viwanda viko ndani, soko liko ndani, bei ni nzuri tu. Sasa kama kuna watu uko mengia nao mkataba, waambie siku hizi hairuhusiwi. Na tukikukamata, waliokamatwa juzi wanajua kazi yetu. Sasa tuchukue hatua za kujenga tasnia imara ya uchimbaji madini yenye uthabiti na uwajibikaji, sio hila ujanja, hapana. Tufuate sheria, kanuni na miongozo mbalimbali iliyopo, na tunaweza kuhakikisha kuwa rasilimali zetu za madini zinawanufaisha watu wote na kuchochea maendeleo ya uchumi wetu. Ni wajibu wetu kuhakikisha kuwa madini yanachimbwa kwa njia endelevu na kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vijavyo, na ndio maana serikali yenu tunatumia fedha nyingi kuhakikisha mnakwenda kuchimba kwa njia endelevu na kwa njia ambayo haitaharibu mazingira yetu Tanzania. Vile vile naomba nitumie fursa hii kutoa wito kwa taasisi zetu za ndani za fedha. Sabi yuko wapi? Yuko pale. Mwenyekiti wa taasisi hizi. Baada ya kazi tunayoifanya, basi muamini wachimbaji wadogo. Jipangeni jinsi mnavyoweza ili muweze basi kuwapatia mitaji kwa kutumia taarifa za maeneo yaliyofanywa utafiti na kuhakikisha kwamba mali ipo. Muwape mitaji ili waweze kufanya kazi na waweze kurudisha fedha yenu baada ya kuuza. Tunapowezesha wachimbaji wadogo, tunawawezesha Watanzania walio wengi zaidi kuchangia kwenye uchumi wa taifa kwa ujumla. Lakini pia tunatanua wigo wa walipa kodi. Leo hawa tunawaita wachimbaji wadogo, lakini baada ya kufaidika na yote tunayoyafanya, wakawa na taarifa za maana, wakazalisha vizuri, hawawi wadogo tena, wanakuwa wachimbaji wa kati na wanaweza kulipa kodi kwa serikali yao. Kwa hiyo tunatanua wigo wa walipa kodi. Walipa kodi lazima waandaliwe, watayarishwe. Hawaji tu hivi, lazima uandae mazingira kutanua bezi ya walipa kodi.